الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi kwa yale anayoyapenda na anayoyaridhia, na tuongoze kwenye kutenda wema na kwenye kumwogopa yeye, na tujalie ukweli katika nyoyo zetu kwenye yale tunayoyasema na tunayoyatenda. Atujalie sisi tuwe ni wenye kutumika kwa ajili yake yeye tu subhanahu wa ta'ala, ili tuzivune thawabu na kheri za hapa duniani na huko akhira twendako, na wala asijalie ni wenye kutumika dhidi ya yale aliyotuongoza na kutubainishia sisi kwenye kitabu chake na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma ista'milna fi ta'atik, ewe Allah subhanahu wa ta'ala tutumikishe sisi juu ya utiifu wako na kuyafanya yale ambayo ni taa kwako subhanahu wa ta'ala. Katika sehemu ya kwanza ya muhadhara wetu huu nilikumbusha kidogo tu mambo machache na hali fulani zilizotupitikia hapo nyuma kwenye safari ya da'wa yetu hii, pamoja na kwamba kunahitajika kuelezewa historia ya da'wa hii kwenye vikao vingi sana kwa upambanuzi wake na matukio mbalimbali yaliyojiri tangu watu kusimama kuidhihirisha da'wa hii hadi leo. Ni jambo linahitaji lielezewe, lifafanuliwe kwa faida lidhikra wa tarikh, kwa ajili ya kuweka kumbukumbu na kuhifadhi historia. Pia kuna haja ya kuandikwa maandiko maalum kwa ajili ya jambo hili, kwa sababu kawaida mkishakuwa mna jambo lenu, kama alivyosema Sheikh Abu Nufaida hafidhahullah ta'ala, kila watu na jambo lao, basi mkiwa mna jambo lenu na hamkulieleza nyinyi wenyewe, basi mshatoa mwanya wa watu wengine wawaelezee, na kila mmoja ataeleza kwa utashi wake, kwa maoni yake na vile anavyokusudia, kwa makusudio yake. Kwa hiyo haja pia ya kuelezewa jambo hili kimaandishi, hasa pia lidhikra wa tarikh, kwa ajili ya kumbukumbu na kwa ajili ya kuhifadhi historia. Kwa hiyo nilieleza kidogo tu, na ili kuwafahamisha watu wasiojua na wale walioghafilika kwamba sisi twalingania kwenye hili, na da'wa yetu au jambo lilitupa msukumo mpaka kusimama na kuyasimamia haya tunayosimamia ni haya mafundisho yaliyomo ndani ya Qur'ani na Sunna.
na sio utashi wetu binafsi. Sasa wakati wa sasa pia, wakati wa sasa si mrefu, ni wakati mfupi. Nitapenda kuzungumza na nyinyi ndugu zangu kuhusu kujitambua sisi na nafasi tulionayo kwa sasa. Hii ndio itakuwa ndio mazungumzo yangu, na mazungumzo haya yatakuwa kama ndio ufunguzi wa hii ziara yetu ya kiasi cha siku 4-5 hivi, kwa sababu tunafahamu kwamba tuna ziara katika ukanda huu. Kwa maana leo tuko hapa Moshi, na kesho insha Allah pengine tukawa tuko Arusha, na kesho kutwa tarehe 17 tutakuwa Singida, tarehe 18 insha Allah tutakuwa Dodoma, na tarehe 19 tutakuwa Morogoro kwa ajili ya kufanya da'wa. Kwa hiyo mazungumzo haya yanakuwa ni kama ufunguzi wa safari yetu, ili tunapotoka tuwe na fikra na mwelekeo wa pamoja, tukijua ile nafasi yetu sisi ikoje, ni kubwa kiasi gani au ni ndogo kiasi gani, kwa sababu hakuna kitu muhimu kwa binadamu, wachilia mbali Muislamu, kama kujitambua, mtu kujua nafasi yake. Usipojitambua na usipoijua nafasi yako, utakuwa ni kituko katika jamii. Ni kama vile mtoto mdogo kujifanya ni mtu mkubwa, au mtu mkubwa kujifanya mtoto. Nikisema hivi tu inatosheleza kuonyesha kwamba hapo patakuwa na kituko, kwamba wewe ni mtu mzima, una watoto, una wake na watoto, lakini matendo yako ni kama vile mtoto wa KG1 KG2, yuko chekechea, kama ni mwaka wa kwanza au wa pili, au yuko primary. Ndio matendo yako na kauli zako, utakuwa wewe ni kituko. Kwa nini? Kwa sababu hukujitambua wewe, rika lako na nafasi yako ulionayo, ikakupelekea kufanya kitu kisicholingana na nafasi yako. Dawa ni jina hili, lakini kuna watu walioibeba ambao ni sisi tulioikubali dawa hii, wakiwemo walinganizi, yani waalimu, mashekhe, wanafunzi, bali na hata wale watu wa kawaida. Sisi ndio tunaomathili katika jamii yetu na kuonyesha da'wa yetu inalingania ikoje na tumeielewa kwa kiasi gani, kwa kauli zetu na vitendo vyetu. Kwa ulinganizi wa kimimbari upo, na ulinganizi wa kwenye majukwaa upo, kwenye mitandao na sehemu mbalimbali, kupitia durus, mihadhara, semina mbalimbali, khutab za Ijumaa. Lakini kuna ulinganizi wa vijiweni na kukaa na watu, ulinganizi kwa miamala na maisha na watu, baina ya mtoto na mzazi wake, mume na mkewe, mke na mumewe, jirani na jirani yake, rafiki na mwenzake, wafanya biashara na washirika wenzao, muuzaji na mnunuzi, na hali kama hizo zenye kufanyana kama hizo. Kule pia kuna da'wa kwa vitendo na kauli. Kwa sote sisi tulikubali da'wa hii
kila mmoja anamathil na kuisimamia da'wa kwa nafasi yake. Na kwa utafiti mdogo, siwezi kusema ni mkubwa, ukifanya utafiti japokuwa kwa uchache tu, ukiitazama hii jamii yetu, hasa katika hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utaona mahitajio ya da'wa salafia ni makubwa kuliko watu wanavyofikiri. Bali hivyo hivyo kwa Jamhuri ya Kenya, hivyo hivyo kwa Uganda na nchi nyinginezo zilizotuzunguka, bali kwa ulimwengu kwa ujumla. Hitajio la jamii zote hizi la kuwatoa katika mkwamo ni da'wa salafia. Da'wa salafia hii da'wa tunayoilingania na sisi tukao tumeikubali, ndio kimbilio la watu wote, wanaotaka na wasiotaka, wanaoipenda na wasioipenda. Ufumbuzi juu ya mambo yao na salama katika dini yao na dunia yao yuko katika kushikamana na da'wa hii. Lakini wakati mwingine mtu anaweza kukipiga vita kitu chenye kumnufaisha yeye, ima kwa sababu ya ujinga, hajui namna gani kitu hiki kilichokuwa na manufaa na yeye na namna gani ya kukipata, au kwa sababu ya matamanio yake ya nafsi, kitu hiki hakiendani na matamanio yake. Ujinga na kushindwa kukitumia kitu ambacho kina manufaa kwako hupigwa mfano kama mfano wa ngamia aliyebeba maji juu ya mgongo wake. min alajaibi walajaibu jamma qurbul habibi wama ilayhi usulu kal'isi fil bayda'i yaqtuluhu adh-dhama walma'u fawqa dhuhuriha mahmulu. Kuna maajabu, na maajabu ni mengi mno. Mtu kuwa karibu na kipenzi chake alafu hawezi kumfikia, ampendaye yuko karibu na yeye lakini hawezi kumfikia. Mfano wake ni kama mfano wa ngamia aliyeko jangwani, kal'isi fil bayda yaqtuluhu adh-dhama, kiu kinamuua, walma'u fawqa dhuhuriha mahmulu, maji yamebebwa juu ya mgongo wake, kabeba malita ya maji na madungu ya maji hapa juu ya mgongo, lakini yeye afa kwa kiu. Inawezekana nini? Kwa sababu hawezi kuyapata yeye, hana elimu ya kuyafikia hayo. Sasa inawezekana mtu ikawa hana elimu na ufahamu wa kuijua da'wa salafia, kwamba hii da'wa ni rahma kwake na ina maslahi na yeye hajui hilo. Na siku zote wenyewe wanasema annasu a'da'u bima jahilu, siku zote watu wanakuwa ni maadui wa kile wasichokijua. Kama kitu mtu hakijui anaweza kukipiga vita. Kuna mfano wa watu wengi miongoni mwenu, pengine kabla ya kuifuatilia na kuijua da'wa salafia mlikuwa ni maadui, mwipiga vita da'wa hii, mwachukia wazungumzaji wake na wasemaji wake. Ukilizwa basi tu, lakini huna hoja ya msingi, pengine ukatukana, pengine ukakashifu, hilo lipo. Lakini baada ya kukaa kitako, ukatafakari, ukafikiria, ukasikiliza, ukafuatilia, ukaona mbona napingana na kitu chenye maslaha na manufaa na mimi katika dini yangu na dunia yangu? Mbona hayo yanayozungumzwa ni ukweli? Ukajikuta warudi nyuma, warudi mwisho, ukayaacha yale ulionayo, ukaamua kushika na kuandama njia ya sawa. Na hivi ndio sawa. Kwa hiyo da'wa hii
laiti watu wangelijua nafasi yake katika huu ulimwengu na namna kilivyokuwa ni chombo cha salama katika kuwavusha kwenye maisha yao ya dunia mpaka kuwafikisha kwenye akhira yao, basi da'wa hii ingekumbatiwa na walimwengu wote. Lakini sunnatullahi alkauniyya iko kinyume na hivyo. Haiwezekani wakaamini wote, hata atokee mtu bingwa kiasi gani, bingwa kwa elimu, bingwa kwa ufasaha, bingwa kwa akhlaqi, bingwa kwa ushawishi, bingwa kwa pesa, bingwa kwa kadha, hana uwezo wa kuwashawishi watu wote wakubali haki. Na kama angelikuwepo, basi angelikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia na yeye alipata upinzani mkubwa tu ambao tunausoma leo, ima kwenye Qur'ani au kupitia sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kwa matukio ya sira na tarikhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote yamo, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, mpaka mwisho tutasoma habari kuhusu hila na njama alizofanyiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nini? Kwa sababu wale waliofikishiwa hawakujua thamani ya kile kilichofikishwa kwao, wakakipiga vita. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tufahamu kwamba da'wa tuliyokamatana nayo ni da'wa kubwa na ndio hitajio la watu, ndio hitajio la Waislamu. Kwa hiyo lazima tuwe na mikakati kabambe ya kuhakikisha kwamba da'wa hii inafika ipasavyo. Tusiwe sisi tuliolijua jambo hili ndio wenye kuharibu katika kufikisha jambo, tukawafanya watu waikatae dini na wakatae da'wa hii kwa sababu ya sisi. Tusifikie huko, iwe watu wanakataa wao wenyewe kwa sababu yao wao wenyewe, si kwa sababu yetu sisi. Sasa kwa ukubwa wa da'wa hii nitawakumbusha baadhi ya matukio nyingi. Wakati wa nyuma utaona mambo mengi ambayo yako kinyume na njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matukio kadhaa, kuna matukio kadhaa ambayo yalikuwa yakijiri katika safu zetu sisi, tukiona kwamba ni sawa, tukawa tunaishi hivyo. Na miongoni mwa mambo ambayo ilikuwa yakitutesa sisi ni elimu ya dini. Ilikuwa si kipaumbele chetu, lakini ilikuwa tunateswa na uhizbia, umetuganda kila mahali. Alwala walbara yetu haiko katika da'wa, alwala walbara iko kwenye taasisi fulani. Mpaka uwe kwenye hilo, basi wewe ndio wawa haswa. Sikwambii mambo mengine ya khurafati, shirkiyat na mengineyo nje ya hapo. Tutaje kutaja hili, tunakaa hapa mahali karibu. Baada ujumbe kufikishwa na kufikishwa na kufikishwa, alhamdulillah, jambo hili liling'aa na watu wakajitoa katika hali ile. Walipoifahamu da'wa salafia, wakaiona ile neema iliyomo ndani yake, ndio wakayaona mapungufu yaliyokuwa wale ambao wameshikamana nayo. Siku zote ukitaka kujua ladha ya kitu na usawa wake na raha yake, basi kiingie kitu hicho. Kama ni kitu cha kuingiwa, kiingie. Wewe ukitaka kujua ladha ya maji, kwamba haya maji yana ladha gani, yanywe. Lakini mimi nikusifie tu, wajua maji
maji si mchezo bwana. Mtamaliza ufasaha wote, lakini nikikwambia elezea ladha ya maji ikoje, hautaweza. Itakuwa ni kukusikia sikia tu, ule uhakika wake uje upate. Au ukiwa katika jambo fulani baya, uko mahali pachafu penye harufu mbaya, ukikaa utaizoea harufu ile, hutaweza kujua ile harufu mbaya mpaka utoke pale uende mahali penye harufu nzuri au kwenye harufu ya kawaida. Toka pale uje hapa. Unaweza ukaa uko ndani ya shimo la choo, lakini waona kawaida tu, ukaletwa maembe ukala, ukaletwa machungwa ukala, ugali ukala. Kwani kuna nini? Si matope tu haya. Kumbe uko ndani ya shimo la choo. Lakini ukitoka pale ukienda katika sehemu safi, ndio utajua kumbe nilikuwa kwenye tope, kumbe nilikuwa kwenye uchafu. Utaligundua hilo baada ya wewe kutoka pale. Sasa mtu unaweza ukawa katika jambo fulani hivi ukaliona kwamba la sawa, mpaka ukitoka pale ndio utajua kwamba kumbe ilikuwa ni kwenye mateso mimi. Ndio pale utamwona mtu aliyekaa katika dawa salafia akajifunza akafuatilia, ni tofauti na yule ambaye bado yuko katika mambo yake ya uhizbia, haoni tofauti. Atauliza, hivi hii salafi hii ina tofauti gani na wale wanaoitwa hizbi wale? Hivi kuna... Ukisikia swali hilo unajua kwamba bado yuko huko. Hata umueleza wajua kuna hivi, kuna misingi hii, wajua bado toka. Ukishatoka utajua. Toka kwenye hilo shimo kwanza. Ukikaa ukasoma ukafuatilia utaona wallahi ilikuwa napoteza umri wangu. Na hivyo ndivyo walivyo masalafu wote. Huwezi kumrudisha nyuma alikotoka. Lakini mnadhani ni kitu gani kilichopelekea watu kuyaacha walionayo huko? Na pengine wengine walikuwa na maslaha ima ya kiuongozi au na mambo mbalimbali. Kwa nini walitoka huko wakaenda kwingine? Ni wazi kwamba jawabu ni kuwa ni baada ya kufanyika ulinganizi wa haki. Juhudi zilifanyika na Allah akazitia taufik. Vita vilikuwa vikubwa vya maneno na uadui, lakini Allah aliwavusha watu hapo. Hivi leo tutaanza kukaa na kujadili kwamba wale jamaa hivi itakuwa tupanga njama eti dhidi ya watu fulani, eti mikakati yetu sisi ni kupambana na watu fulani kwa sababu wana mashule, wana hiki, hizbiyuna wote. Hiyo agenda hiyo sisi tushavuka hapo. Tuanze kukaa kuandika makala asifanye hivi, wakati huo ushapita. Kuna mambo ya msingi yako mbele yetu yatakiwa sisi tuyaangalie. Nini? Kwa sababu tayari ule uelewa ushakuwa mkubwa na safari ishasonga mbele. Haturudi nyuma tena. Lakini nataka kusema ni kwamba juhudi zilifanyika na Allah akazitia taufik. Kwa lazima ifanyike juhudi. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Na wale waliojipinda kwa ajili yetu sisi, umefanya juhudi kwa ajili ya Allah, sisi tutawaongoza na kuwabainishia zile njia zetu, kwa sababu turuqul khairi kathira, njia za khairi ni nyingi. Kwa hiyo sisi tutawafungulia milango na njia za khairi. Lanahdiyannahum subulana, na hao ni muhsinun, na Allah yupo pamoja na wenye kufanya ihsan. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah yuko pamoja na watu wa aina hii. Kwa hiyo ukishajitambua kwamba hawa wanahitajia dawa, fanya dawa. Hawa wanahitajia bayani, wabainishie watu.
Dawa inahitaji kuelezwa, waeleze watu. Lakini kuna uadui, ndiyo uadui upo. Lakini kuna njama, ndiyo njama zipo. Nitabezwa mimi, ndiyo utabezwa. Nitanyanyaswa, nitakashifiwa, nitafanya kazi. Yote haya utakutana nayo. Lakini hiyo ndiyo njia ya kuwasalimisha watu na kuwatoa watu kusiko kuwa sawa, kuwapeleka kwenye usawa. Sasa nawaulizeni, mfano zile juhudi zote zilizofanyika na watu wa msikiti huu na ndugu zao kutoka Pongwe na kutoka sehemu nyingine, yale matusi tuliotukanwa tulichanika vifua, kashfa, vitisho, lugha za kebehi, yametudhuru nini sisi mpaka hii leo kuwa sasa tuko katika hali hii, katika mustawa wa nchi hii, kwa kiwango cha nchi hii? Kitu gani tumedhurika sisi? Kuonyesha ya kwamba hata mtu akutweze vipi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kukunyanyua hataweza kukutweza na kukudhalilisha. Hutadhalilika. Wewe simama upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nafasi yetu kumbe sisi ni kubwa, tuweze kutoa ushawishi kwa watu na watu wakatuelewa na wakakubaliana na tunayosema na tukafanikiwa, maadamu ni haki. Ukilifahamu hilo, basi utakuwa umejitambua. Miaka ya hivi karibuni, si miaka mingi, katika ukanda wetu huu paliingia vuguvugu. Walijitokeza baadhi ya vijana wa Kiislamu, wakaja na fikra zinazofanana na fikra za Uislamu, ya kwamba wao wataka dola hizi za kikafiri, kwani lazima zipatikane dola za Kiislamu zitakazohukumu kwa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na njia ya kupita ni jihadi ya kupambana na makafiri. Hivyo vijana wajiandae, watafute silaha, wafanye mazoezi, waanze mashambulizi. Kamata huyu, piga kabali, chukua silaha yake, kamata yule, vamia hapa, vamia kule, chinja huyu, chinja yule. Fikra hii iliingia, vijana wakaaminishwa kwamba hiyo ndiyo dini, utakiwa uikubali kwa nguvu au kwa hiari. Na kama hukukubali jambo hilo, wewe mnafiki, wewe kafiri. Na wengine wakatangaziwa vichwa vyao halali, kwamba fulani vichwa vyao halali. Hizi fikra ziliingia, zilianza kwenye maneno, watu wakajibizana kwa hoja, zikatoka kwenye maneno zikaenda kwenye vitendo. Na vitendo havikuingia kwa makafiri tu, labda Mayahudi, Manasara au mushriku, mpaka Waislamu. Kule Tanga ilitokea siku moja, walivamia kijiji Waislamu watupu. Kwa usiku mmoja waliua watu sio chini ya 8, watu 9. Waliwaua kwa kuwachinja kama kuku, kichwa huku, mwili huku. Na baadhi ya ndugu zetu sisi, watu wao wa karibu waliuawa. Wale mabwana wakaswaga ng'ombe, mbuzi, kondoo, wakaondoka nao, lakini washaua watu 9 ndani ya nchi ya Tanzania. Nini? Makufaru wale ni Waislamu. Hivyo katika sehemu nyingine na sehemu nyingine, ikawa fikra hii imeingia, imejikita kwa vijana. Kuna mashekhe walikuwa wakiunga mkono fikra hii kwa chini au kwa dhahir, na wengine hawakuona kuwa ni tatizo, ni hamasa tu za vijana.
na wengine walikuwa na hofu wakakaa kimya. Walinganizi wa dawa salafia walisimama katika jambo hili, walijua ukubwa wa hatari itakayowakabili kwa wao kusimamia ukweli, maafa yatakayowasibu, udhalilishaji utakaowasibu, kebehi na kejeli zitakazowapata. Lakini kwa maslahi ya nchi zetu sisi na waislamu walioko katika nchi hizi, kwa maslahi ya hawa waislamu na maslahi ya dini, kwa sababu kitu cha kwanza kabisa ni kuilinda dini, isije kuonekana kwamba Uislamu ni dini ya kihuni, dini isiyo na misingi wala huruma, kwa sababu hapo kuna tashwihu al-Islam, kuuchafua na kuupaka matope ya Uislamu. Hilo ni jambo kubwa kabisa. Duatu salafiyin walipolitazama hili, lakini pia rahmatan lilmu'minin, kwa kuwahurumia waumini, kwa sababu siku zote jambo la watu wa aina hii, kwa kuwa haliko lillahi rabbil alamin na haliko katika minhajun nubuwa, haliwezi kufanikiwa, na madhara yake ni makubwa zaidi, na watakaosibiwa hapo ni waislamu, na makafiri watapata njia ya kuwadhalilisha waislamu. Kwa sababu hiyo basi ni lazima wapatikane watu walizungumzie jambo hili kielimu. Nyinyi mnakumbuka watu wazima waliokuwepo wakati ule, kampeni tuliyoifanya katika nchi hii, mkoa baada ya mkoa na miji mbalimbali, makala zilizoandikwa kupambana dhidi ya fikra hizi, kwamba jamani, huu si katika Uislamu. Jambo hili madhara yake ni makubwa zaidi ya kuudhuru Uislamu kuliko kuutia nguvu. Huwezi kwenda mahali ukashambulia wapige bomu au wapige risasi alafu wewe wakimbia, huku nyuma umemwacha mke wako, mama yako, binti yako, watoto wako na wengine. Wewe ushakimbia, umejificha ndani ya pango, wanaokuja kudhalilishwa ni watoto wako na wake zako. Si dini hii. Hebu tulieni. Sizungumzi mambo ya kubahatisha, nazungumza vitu vilivyopo. Tumeandika, tumezungumza, na miaka imerekodiwa, tukayazungumza haya kwenye vyuo vikuu na sehemu nyingine mbalimbali, bila ya kutumwa na yoyote wala kushawishiwa na yoyote wala kuahidiwa na yoyote kwamba mkifanya hivi tutawapa hiki. Hakuna alithubutu hilo, wala kuahidiwa ulinzi kwamba fulani tutawalinda, kwa sababu sisi mlinzi wetu mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa maulana, yeye mlinzi wetu. Kutokana na ule ukubwa wake, watu kutambua nafasi. Mbona sasa mashekhe wako kimya? Wale wanaotakiwa waseme, mbona wako kimya? Hawasemi. Pengine hawasemi, labda hawayafuatilii mambo haya kielimu na kiutafiti wakajua, lakini ufafanuzi kwa asilimia zaidi ya 99 ulitoka kwa as-salafiyun, imma kupitia mimbari za Ijumaa, khutub za Idi, mihadhara mbalimbali, semina, durus na nyingine zikahusishwa sasa rududi maalum dhidi ya fulani na fulani na fulani. Na walillahi alhamdu, ikawa hoja tunazozitoa hazijibiki na wala hazijawahi kujibika, na mpaka leo hazijibika. Baadhi ya vijana wakaona, mbona yasemayo ni kweli, hawa masalafi wasema kweli. Wale wakubwa wao wakamwambia, hao waoga. Sawa, wana elimu wao, lakini waoga.
Na ushahidi wa hili utafute muhadhara uliofanyika pale Arusha katika msikiti wa Kaloleni siku 2. Nani anakumbuka? Nani alikuwepo? Najua watu wengi walikuwepo. Ulikuwa mwaka gani Sheikh? Umesahau. Nani mwingine akumbuka? Ulikuwa huna mvi hizo. Sasa unazo. Ulikuwa huna mvi hata moja. Nani anakumbuka? Naam Sheikh. 2013. Mwaka 2013. Piga hesabu 2013 mpaka leo ni miaka mingapi? Miaka 12. Tulifanya muhadhara pale. Lakini muhadhara ule ulileta manufaa makubwa. Ukalichukua kundi la baadhi ya vijana ambao tayari ilikuwa fikra zao zimeshaathirika, wakarudi nyuma. Sasa kwa hili tunaona kumbe tunayo nafasi sisi ya kueleza jambo katika jamii yetu, jambo la hatari kwenye jamii yetu, tukalisawazisha, tukaliweka sawa, hata kama hatukutumwa, hata kama hatutumiki, hata kama hatukuahidiwa kitu, tukalifanya jambo hili lillahi rabbil alamin, kisha jambo likatengenea. Kumbe uwezo huo upo. Alhamdulillah, uwezo ule upo, uwezo huo upo, hoja zipo na mpaka leo zipo. Jambo lile likenda likaishia hivi lilivyoishia leo. Hebu niwaulize nyinyi, hivi mnadhania lau kama watu wasingejipambanua kwa kulizungumza jambo hili kwa hoja za elimu, ni vijana wangapi wangeangamia kwa kufuata fikra zile? Vijana wangapi leo wangeuawa na wengine wakaozea magerezani kwa sababu ya kufuata fikra zile? Hata kama tunatukanwa, tukakufurishwa, makafiri hao, vibaraka wa Mayahudi hao, wanatumiwa na Marekani hao, majasusi hao, wanafiki hao, makafiri hao, sisi tumedhurika nini? Kwani sisi makafiri kweli? Sisi wanafiki kweli? Kwani sisi majasusi kweli? Maana leo mtu anaweza akawa kwenye shughuli yake, kwenye jambo lake la dini, aimba akatumbuiza na mziki na ala za mziki acheza. Wewe ukimkataza akwambie wewe unimkataza, kwambie wewe Yahudi. Mayahudi hao bwana, hao Mayahudi hao. Hebu niambie hapo Myahudi ni nani? Mtumbuizaji, mpiga kinanda, au huyu anayelikataza hili watu wabaki katika Uislamu? Lakini maneno tu hayadhuru kitu. Yani wewe umeshikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhahiri yako na batini yako kadiri Allah alivyokuwafikisha. Familia yako umeilinda, umetoa mafunzo kwao, watoto wako wavaa hijabu, mke wako wavaa hijabu ile ya kisheria iliyoelezwa kwenye Qur'ani na Sunna. Alafu yule mwenzako ajiita shekhe, mke wake hafai hijabu, ikipigwa mziki hapo mke wake hatacheza, au atatoka yeye na mkewe wacheze. Kama una birthday yao wataleta keki, watatoka mbele za watu walishane keki, mke na mume. Wao Waislamu safi kabisa, Uislamu wa Mtume, bali ni ahbabur rasul, wajiita hivyo, vipenzi vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukinayepinga, wewe Yahudi. Unaona mizani zinapogeuzwa hizo? Mahali pa kuweka mchele weka jiwe, mahali pa jiwe weka mchele. Kwa hiyo wapima jiwe, mizani imebinuliwa hivi, inqalabatil mawazin. Lakini sasa ni maneno tu, hayadhuru. Kama wewe ni mkweli na umeijua nafasi yako, haya maneno hayawezi kukutisha wewe ukarudi nyuma. Simama katika haki, fastaqim kama umirt, waman taba ma'ak wala tatghaw. Simama sawa sawa, kuwa na msimamo kama ulivyoamrishwa wewe na wale waliokufuata. Msivuke mpaka tu ukafanya mambo ya kuvuka mpaka, usivuke mpaka. Tughyani haifai.
Lakini watu wakasimama katika jambo hili, likalinganiwa, wakabainishiwa watu. Leo sitaki kuzungumza hizo hoja zilizotumika ilikuwa ni zipi na kadha na kadha na kadha, lakini duatu salafiyin walisimama katika jambo hili, na maal asaf waliachwa peke yao, wakishambuliwa kwenye mitandao huko, wakikufurishwa, wakitukanwa, wakifanya kila namna, bali hata njama za kuwaua zilifanyika. Si kuwaua kwa kuwapiga magongo au mawe wala risasi, kuwapiga mabomu ili wafe kabisa, wasiwepo katika hii dunia. Haya yote yamefanywa katika ndani ya nchi hii. Lakini kama Allah subhanahu wa ta'ala hakukupangia wewe shari ikupate, itakupata. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kwa sababu gani? Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Lakini nataka kuwaambia kwamba sisi hatutaweza kudhurika na maneno ya watu na kashfa zao na vitimbi vyao, kama Allah subhanahu wa ta'ala hakuandika hilo. Sisi ni wajibu juu yetu kuisimamia dini yetu kwanza kabisa, kabla ya kila kitu. Tusiogope, lakini mpaka tujitambue nafasi yetu. Tukiona kwamba sisi na wale ni sawa tu, wale wamekaa kimya, sisi pia tukae kimya, hili jambo la dini litaharibika. Na nchi nyingi ziliharibika kwa kuwa walikosekana watu wa kweli watakaosimamia jambo hili na kulikemea. Nchi nyingi zimeharibika. Kwa hiyo usiangalie wadharauliwa kiasi gani, huthaminiwi kwa kiasi gani. Jitambue tu kwamba hoja unazo, waweza kuifikisha kwa watu, fikisha. Jiondoshe kwenye dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu walijitambua katika hili. Sasa hivi nchi zetu, hasa nchi hii ya Tanzania, inapita katika kipindi kigumu, na hasa huko mbeleni kunakuja uchaguzi mkuu. Kuna wanasiasa na majukwaa yao na kumbi zao na sera zao na maneno yao na kampeni zao na madai yao, lakini pia kuna viongozi wa dini wana maneno yao na misimamo yao na matamko yao. Tunatakiwa sisi tujitathmini sasa kwa wakati tulionao, na tunapoelekea, kama mambo yataachwa iende kama yalivyo, basi amani iko hatarini. Ni kama mfano wa watu waliopanda jahazi. Sisi tunaoishi ndani ya nchi hizi ni mfano wa abiria waliopanda kwenye jahazi, safina. Tuko baharini, wengine wako juu, wengine wako sehemu ya kati, wengine wako chini. Mfano huu aliutoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akiwatolea mfano watu wanaokalia kimya mambo mabaya. Ni kama mfano wa wasafiri waliopanda kwenye jahazi, wako baharini. Hawa walioko chini hawa wakiyataka maji ili wanywe au wafanye matumizi yoyote ya maji yako juu, lazima wapande ngazi, wawapite hawa walioko katikati, wende juu wakayachukue maji. Akatokea chizi mmoja katika wao awaambie wenzake, kwa nini tupata tabu kupanda juu? Nyinyi watu wa juu na katikati, bakini huko juu na maji yenu. Sisi tutoboa tundu huku chini kwenye hili dau, kwenye hili jahazi, si bahari ina maji? Tutoboe huku, maji yataingia, tutatumia. Sasa wale wa juu na wale wa katikati wakae kimya, alafu waone kitatokea kitu gani.
Kama watawaacha hawa wasiwazuie, wataangamia hawa na wao pia. Kwa hiyo suala la kuwa katika hali ya amani katika nchi, katika mji, sio milki ya mtu mmoja, mtu fulani. Mambo yakiharibika tuharibikiwa sote. Sasa je, sisi katika dawa salafia kwa namna tulivyoisoma, tukapekua huko, tukaisoma Qur'ani, tukazisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaisoma sira yake na tarikhi yake na historia yake, tukamsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukamjua, tukawasoma makhalifa waongofu, viongozi wakuu waliokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, viongozi waandamizi, makhalifa waongofu, tukasoma tarikhi zao na maisha yao, bali tukasoma historia za dual na himaya na serikali zilizokuja baada ya makhalifa waongofu, kama utawala wa Bani Umayya, kisha utawala wa Bani al-Abbas na tawala nyingine zilizofuata baada ya hapo mpaka Ottoman Empire na nyinginezo. Sisi tuliosoma historia hizo, tukamsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna jambo la kujifunza la kuweza kuwafikishia watu kwenye jamii yetu kwamba hali hii kwa mujibu wa mafunzo ya Uislamu tutakiwa twende kadha wa kadha wa kadha, na tusiende namna hii na hii na hii na ile. Hatuna. Kwenye Uislamu lipo jambo hilo, bilkhususi ad-da'wa salafiyya. Maulama wake wameishi katika zama hizi, wapo na waliokufa baadhi yao katika zama hizi waliyashuhudia baadhi ya matukio. Wameyazungumzia vipi mchanganuo wake kwa mujibu wa mtazamo wa Kiislamu? Sasa kama wale wamenyamaza, ima kwa sababu ya hofu au kwa sababu ya kutokujua au kwa kuchunga maslahi yao, je, sisi kwa nafasi yetu tunyamaze? Tukijitambua sisi tuna mchango gani katika hii jamii, basi jawabu itakuwa tusinyamaze. Ni lazima tuelekeze Waislamu njia ya kupita ni ipi. Wasichezewe na wajinga, wasichezewe na wasiokuwa Waislamu. Ni lazima lizungumzwe jambo hili kwa elimu na mifano hai, ili kila Muislamu ajue, kumbe mimi sipaswi kuingia kwenye ujinga huu. Kwenye khutba zetu za Eid iliyopita tuligusia kidogo mambo kama haya, masala ya amani katika nchi zetu, lakini khutba ni mahali pafupi sana pa mazungumzo. Ukizungumza kwa kujikaza kabisa ili usirefushe kwa kuogopea muda, basi mimi tutatumia dakika 50, au upewe uzungumze mpaka utatumia saa nzima. Na mazungumzo haya hayahitaji saa moja wala masaa mawili, ni mazungumzo marefu, yanahitaji muda wa kutosha, kwa sababu kuna mazonge mengi na mambo ya utata mwingi umewavaa watu. Watakiwa waondoshwe kwenye ile minyororo na ile makamba waliofungwa, uchafuzi wa fikra ulioingizwa. Watakiwa watu wajiepushe na mambo hayo, watakaswe kwenye hilo. Sasa sisi kwa nafasi yetu kama as-salafiyun na da'wa tunayosimamia, na waambie maduat, walinganizi ambao ni mashekhe na waalimu wanaolingania da'wa hii, kadhalika wanafunzi wanaosoma ilmu ambao wameikubali hii da'wa na wamekomaa katika jambo hili mpaka wakawa makhatibu, wakawa wasomeshaji, walinganizi, kadhalika hata wale watu wa kawaida. Tutumieni fursa hii kwa yale tunayoyajua tuyadhihirishe katika jamii yetu kwa kuwafundisha.
waislamu wenzetu. Waislamu wamegubikwa na jambo fulani. Amani kwenye nchi zetu inapaswa kulindwa na ni wajibu wa kila mtu, na sheria ya Kiislamu na hasa manhaji ya ahli sunnah wal jamaa imejenga misingi imara katika kuilinda amani, kwa sababu Uislamu ni kitu kinachojitegemea. Hauhitaji utumiwe au utumike au upange mambo yasiyokuwepo uyafanye yapo. Uislamu hauhitaji hivyo. Kila kitu kimewekwa kwenye utaratibu. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kwa nafasi tulionayo kuuzungumzia Uislamu, hasa kwa haya mapito tunayopita. Inshallah kesho katika muhadhara wetu wa kesho mimi nitalizungumzia tukio moja, kama nafasi itakuwepo pale Arusha. Nitalizungumzia tukio la fitna ya kuuawa al-Khalifatu Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, na mafunzo yanayopatikana katika tukio lile, na zile hali tunazozipitia sasa hivi kwa sababu ya athari ya tukio lile. Na faida kubwa kabisa inayopatikana katika kushikamana na miongozo iliyotolewa na Qur'ani na As-Sunna sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna dini nyingine wao hawaoni vibaya kuichafua amani ya nchi kwa madai ya kwamba wanadai haki, basi sio dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu iko tofauti. Na kihakika hasa Waislamu katika nchi hii tuko wengi. Umejuaje? Wengi, tuwechukua hivyo sisi wengi. Basi wataka wengi, utaki sisi wengi. Kama wabisha tuhesabiwe. Kuna nini? Tuhesabiwe. Sasa nyinyi si wengi, mbona makataa kuhesabiwa? Tuhesabiwe tujue sisi wengi. Wewe simamisha mtu mmoja huyu kiongozi wa dini kwenye kanisa fulani, twamuuliza una mke? Una? Sina. Yuko peke yake. Kaja peke yake, ataondoka peke yake. Mke pia hana. Wewe? Mimi naye. Wangapi? Mmoja. Alafu msamisha kijana atoka, wewe Muislamu? Mimi naye mke. Una wake wangapi? 4. Wewe? 3. Wewe? 2. Wewe baba, wewe una kazi gani? Na wake bangaiza, nauza njugu, nauza hiki. Unatoa ngapi? 12. Yule nile watoto wangu 2, watoto wangu 3, tosha. Sasa mpango. Alafu mwe wengi kivipi sasa? Mwao wengi kwa mantiki ipi? Na sio jambo limeanza mwaka jana au miaka 10 iliyopita. Ndio utaratibu wa maisha yetu sisi Waislamu. Tumeelewana? Kwa hiyo basi tunayo nafasi kubwa kabisa sisi Waislamu ya kuchukua mawqif juu ya ulinzi wa amani ya mahali tunapoishi. Hatuyaseme maneno haya kwa kuwa mtawala ni Muislamu au atakuja mtawala mwingine si Muislamu. Sisi tunachokijali ni amani kwenye sehemu tunazoishi. Tutumieni nafasi zetu sisi maduati. Tutasemwa sana kwamba hao ni vibaraka, hao wamefadhiliwa, hao wametumwa, kwa sababu kuna watu kwenye hii jamii kwa imani zao huwezi ukafanya jambo litakaloleta maslahi katika jamii ila utakuwa kuna manufaa wewe uyapate. Au kwa lugha nyingine, siku zote mtu muovu yeye anakuwa na dhana mbovu. Mwizi yeye anaamini kwamba watu wote wezi,
Ndivyo ilivyo. Mchawi anachoamini kwamba watu wote wachawi, na wale washirikina wanakwenda kwa waganga wa kienyeji, wao wanachoamini kwamba watu wote wanatumia nguvu za giza katika mafanikio. Wewe sione vile, yule pia na mganga wake. Haiwezekani, itakuwa yule na mganga tu. Na mwingine akakwambia wazi, hebu tuambie mganga wako bwana. Maana kwa sababu yeye ndivyo anavyoamini kwamba hii dunia huwezi kufanikiwa ila uwe una nguvu za giza unazozitumia za waganga wa kienyeji. Hata wale wanaotumika ima ndani ya siasa au nje ya siasa, leo kasema hili, kesho atasema lile, na ataona kwamba huu ni ujanja wa kisiasa. Umeelewa? Kuna watu wanatumika, leo anaweza kusema jambo kalizungumza jambo, kalibwaga tu, akazua taharuki, mara kanunuliwa. Lile alilolisema na kulisimamia anakuja kulikanusha. Ukimuuliza, unajua mambo ya siasa, huu ni mchezo wa siasa. Watu hawa hawaamini kwamba kuna mtu anaweza kujitolea katika jambo lake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye imani yake siku zote anaona kwamba watu wanatumika. Sasa dhana hizo zitakuwepo, lakini dhana hizo hazitufanyi sisi turudi nyuma. Tushaambiwa mengi, lakini nawaambieni wenzangu, tusirudi nyuma. Hata kama sauti yetu haitafika nyuma ya ukuta huo, itaishia hapa ndani. Tuseme ifike pale tunapoweza, mwingine ataichukua pale, ataifikisha kule, hivyo hivyo kwa kadiri ya uwezo wetu, na Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-muwaffiq. Sisi tusimame katika ikhlasi tu. Tunachokifanya ni kwa maslahi ya dini yetu, maslahi ya maisha yetu. Anaona watu watumika vibaraka, sio wamepewa pesa ukadha wakadha, aone ni maoni yake. Na ndio maana demokrasia yao, watu wana maoni ya kusema, pamoja na kwamba yale wanayosema yatakwenda kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mtu atalipwa kwa anachokisema. Haina maana kwamba kwa sababu kuna demokrasia una uhuru wa kutoa maoni, basi maoni yako hata kama yakiwa ni ukafiri, basi sio neno kwa sababu ni demokrasia. Katika Uislamu hakuna kitu hicho. Eti kwa sababu demokrasia na uhuru wa kujieleza umeshapewa na hizo kanuni na sheria za kimataifa, na huwa msingi wa demokrasia na mwelekeo wake, basi waweza kumkashifu mtu yoyote, ukamdhalilisha mtu yoyote, alafu hakuna kitu. Katika Uislamu hapana. Tunachokisema na kukitenda kinaandikwa, na kikiandikwa kinadhibitiwa mahali maalumu. Itafika siku utaulizwa kwa ulichokisema. Haya tuache wenyewe na maneno yao. Mimi ujumbe wangu katika usiku huu wa leo ni sisi as-salafiyun, sisi ahlus sunnati wal jamaa, tulioshika hii da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'wa ya wema waliotangulia. Tutumieni nafasi zetu na yale maarifa na elimu aliyotujalia Allah na uwezo wa kufikisha. Tusimameni kideto, tulizungumze jambo hili, tuwazindue Waislamu wenzetu na Watanzania wote kwa ujumla, wale watakaopenda kujua mwongozo wa Uislamu, tuwabainishie athari mbaya za uvunjifu wa amani na faida kubwa ya kutunza amani kwenye makazi yetu na nchi tunazoishi, na zile hoja zao dhaifu wanazozileta. Maana wana hoja dhaifu kwamba haki, sasa hakuna haki, amani itapatikana vipi? Mbona kuna dhulma? Mbona fulani kapotezwa? Mbona fulani katekwa? Mbona fulani kauawa? Mbona hakuna uhuru? Mbona kuna njaa? Mbona kuna kadha? Zile hoja zao zote zajibika kwenye Uislamu, zote. Hakuna kitu kimeachwa kwenye Uislamu.
zote. Wewe leta hoja yako yote imejibiwa na Uislamu. Leti kama waweza. Sasa sisi Waislamu tuna heshima na tuna imani juu ya maandiko matakatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala na maelekezo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Muislamu ukimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadha, yule muumini wa kweli huwezi kumdanganya hata siku moja. Lete propaganda zako hapo, piga domo lako hapo, hakuelewi. Nakwambia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema kadha. Hasemi hivyo. Utakayempata ni yule asiyetaka Uislamu. Lakini pia kitu kingine cha kuwanasihi na kuwashauri ndugu zangu, tujueni historia yetu. Tukae kwa maksudi hasa tujue historia yetu. Ukiijua historia yako, umetoka wapi, uko wapi, unakwenda wapi, mtazamo wako ni upi, una maono gani, unataka kufika wapi, hakuna mtu atakayekudanganya. Na wala hutapata nafasi ya kudandia agenda za watu. Watu wana agenda zao, wana mipango yao. Kwa ufupi ni kwamba ukijitambua, ukajielewa vizuri kabisa, huwezi kudanganyika wala huwezi kukurupuka. Sasa maduat, hebu tusimameni wakati mwingine tuwaelezee watu historia yao. Kwa mfano leo nataka nitoe mfano. Kuna watu wanajaribu kueneza uvumi kwamba sisi wa Afrika dini yetu ni kuabudu mizimu na kufuata mila za mababu. Sisi dini yetu ni kwenda kwenye kutambika. Tamaduni zetu sisi ni kuruka na ungo. Tuna nguvu za giza zinazotufanya sisi kushambulia maadui. Zamani mtu akikuchezewa mpiga radi, pelekea nyuki, kwamba huo ndio Uafrika. Tuache hizi dini za wazungu na dini za Waarabu. Hapa nakusudia Uislamu sasa. Hii ya wazungu kachomeka tu hapa. Tuachane na dini za wazungu na Waarabu bwana. Hizi dini za wakoloni. Alafu Muislamu atikisa kichwa. Kweli bwana, kweli kabisa. Kweli kabisa. Umekufuru. Ukikubali hilo umekufuru. Na Uislamu umeuacha. Utalikubali hilo ikiwa wewe hujui historia. Hujui historia. Ukiijua historia ya kweli, utaona kwamba ushirikina na kuabudu mizimu ni ibada iliyozushwa na shetani. Shetani ndo kaizusha, si ya Muafrika wala mzungu wala Muarabu wala Muhindi wala fulani wala fulani. Sio dini yao. Waarabu wameingia kwenye kutambikia mizimu na kuabudu masanamu. Wahindi hivyo hivyo, wakaabudu ng'ombe, nyoka, kima, chura, ngedere na vitu vinginevyo. Wazungu wakaabudu kadha wa kadha. Shetani. Wazungu wakaabudu jua, wakaabudu nyota. Ni shetani ndiye aliyewatoa kwenye asili. Lakini mpaka uisome historia ya kweli. Sasa ili kukukatisha wewe na historia ya kweli, wanakwambia hao mabingwa hao watakukatisha wewe na historia ya kweli. Wanakwambia wewe asili yako nyani. Yaani babu yako huyo alikuwa nyani. Yaani mtu asoma kitu na akisomesha pengine skuli, yeye mwenyewe aona kwamba huu ni uongo. Sasa wewe muulize mwalimu, hivi na wewe mwalimu au wewe profesa, babu yako pia alikuwa nyani? Kwa nyinyi ukoo wa nyani, yale manyani ya wapi vile? Pengine atakufukuza darasani, atakutoa kwenye chumba cha umemkashifu. Au mwambie tu nyani msomi, wewe si nyani. Ni asili yako. Sasa vipi kile kitu unachokisema sicho unachokiamini?
lakini wataka kuwajenga watu na kuwakatishia kwamba asili ya mwanadamu mpaka kuitwa mwana Adamu, asili ni Adam. Na huyu Adam kaumbwa, yuko aliyemuumba, anaye ni Allah, amemuumba kwa mkono wake. Na vizazi 10 baada yake Adam vyote vilikuwa katika Uislamu na tauhid, havikuwa katika shirki. Shirki ilikuja baadaye, na ilipoanza Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma nabii Nuh alayhi salatu wassalam, akaikataza shirki, akampa umri, kwa sababu watu wa zamani walikuwa na umri. Kazi yake ya ulinganizi ilikuwa ni miaka 950, alfa sanatin illa 50 ama. Qur'ani yasema sura al-Ankabut, tulimtuma Nuhu kwa watu wake kwa miaka 1000 isipokuwa 50, fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Alhasil ni kwamba asili ya wanadamu ni tauhid na ni Uislamu safi, sio shirki. Na sote sisi tukana Nuh, waja'alna dhurriyyatahu humul baqin, tukikifanya kizazi cha Nuh ndicho kilichosalia. Sote sisi ni wana wa Nuh. Nuh aliacha watoto watatu, Yafith, Jafet, Sam wanamuita Shem na Ham. Hao ndio watoto wa Nuh alayhi salatu wassalam, na baba yao alikuwa ni muwahhid, alikuwa ni Muislamu anayelingania kwenye tauhid. Soma habari za Nuh kwenye Qur'an, utamwona Nuh ni muwahhid, anawalingania watu kwenye tauhid, na watoto wake hivyo hivyo. Sisi tumetokana na Ham ibn Nuh alayhi salatu wassalam, wa Afrika na watu mataifa mbalimbali. Ham siko leo katika kuelezea historia, lakini ukiijua historia utaona kwamba uabuduji wa mizimu, watu kuabudu mizimu na kutambikia na kuroga na ulozi ni ibada za shetani, ndiye aliyezizusha, si Afrika. Nilikwenda kulizungumzia, lakini nini? Ni kwa sababu tumeamua hatutaki kuijua historia yetu. Ukiijua historia yetu sisi Waislamu, kabla ya kuja wakoloni, tumesema mkoloni wa kwanza kuingia katika ardhi hizi ni 1498, miaka miwili kabla kufika 1500. Ni msafara wa kina Vasco da Gama na wenzao. Ukisoma historia pale Kilwa utaona walipokuja walikuta tayari kuna utawala, na watawala wale walikuwa ni Waislamu, kina Abul Mawahib walikuwa wako pale, watawala wenye dola yao. Hawakuwa wakiishi kwenye vibanda vya msonge vimeezekwa kwa nyasi na kukandikwa kwa mavi ya ng'ombe. Walikuwa wanaishi kwenye makasri, majengo imara madhubuti, ambayo athari yake mpaka leo iko pale Kilwa kisiwani, na walikuwa ni Waislamu. Hebu niambie, engineering waliisoma wapi? Na wakoloni hawajaja. Walikuwa wana pesa zao na wakifanya biashara na bara Hindi na Uchina na nchi za Uarabuni. Mambo ya biashara waliyasoma wapi? Walikuwa wana pesa zao. Nataka mniambie, ile majengo nani kawajengea? Na Uislamu haujui mambo ya engineering mpaka walipokuja wakoloni. Wale walipokuja walistaajabu ule ustaarabu ule uko pale, na historia yao yaeleza ya kwamba wao ndio walioivunja Kilwa kwa mizinga. Historia ndio inaeleza kwamba wao kina Vasco da Gama, Wareno, Maportuguese, Wakristo Kikatoliki ndio walioichoma Mombasa mara 2 au zaidi, wakaifatulia mizinga, wakavunja miji. Hawakuja kuimarisha. Sasa swali, hao Waislamu walijua wapi hizi taaluma za kujenga majengo? Ikajengwa misikiti. Wanasema pale Kilwa palikuwa na misikiti 99. Kajenga nani?
misikiti imejengwa imara ya matumbawe makubwa na nakshi mbali kajenga nani? Na wazungu walikuwa hawajafika kwenye ukanda huu. Kama ni elimu wameitoa wapi? Au walikuwa wakijijengea tu? La, ukienda kule Kizimkazi kuna msikiti umejengwa karne ya 7 Hijiria. Kwa sasa una karibu miaka 700 na mzungu ajulikani yuko wapi. Imekuwaje mpaka leo jengo hilo lipo na la msikiti waswaliwa? Na nielewa ninachotaka kusema. Tusiaminishwe tu kwamba sasa wangekuwa kama sio hawa wazungu tungekuwa twavaa vikoi tunakunywa kahawa barazani, hatuna chochote. Ndio fikra zilizoko hizo. Sasa tujitambue kwamba si kweli. Kwani ni nani aliijenga Cordoba? Kule Spain kuna mji unaitwa Cordoba au Cordoba. Nani aliijenga? Ikawa wazungu watoka Ufaransa, watoka Uingereza, watoka Uholanzi, watoka sehemu mbalimbali wenda soma Cordoba kwa Waislamu. Lakini kwa kuwa sisi wenyewe hatutaki kujua historia yetu, basi wakizungumza wale wakachanganya na Kiingereza kidogo, ona wataalamu kweli kweli. Wajua bwana hawa upande wa huku mpaka wana PhD mavia kuku. Ikiwa mtu mwenye PhD aweza kuzungumza maneno ya kipuzi kama haya, faida yake nini? Sasa huku katika Uislamu wewe ukisoma ukifika kiwango fulani katika ilmu, wallahi mtu mwenye PhD utamwacha mbali sana, ana safari ndefu mno. Mimi nawaambia, si mtu ata profesa aingie kwenye anga zako, atakuweza wapi? Watu wasoma tu vitu ovyo tu vya kufikirika. Sindano waje kutengeneza kila siku wasoma. Mbona hujagundua wewe? Gundueni. Ndio taaluma tunataka sisi, gundueni. Mtengeneze viwanda, mashine ya kutengenezea viwanda na nini, gundueni. Tunahitaji. Sasa kusoma gani huko bwana? Kila siku wamaliza pesa za watu tu. Babako kukulipia karo, umemaliza serikali ya kulipa, wewe huna chochote unachokugundua. Kwenye Uislamu tofauti, mtu akisoma akawa huyu ni shekhe wa kweli, maarifa yake usimfananishe bwana na mtu aliyesio na PhD na nini. Si wadharau, lakini kiukweli hasa anakuwa na maarifa makubwa sana na elimu nyingi sana. Wao ukitajiwa zile fani za Uislamu ili uwe shekhe, utakimbia shekhe. Watu wacheni kuitana mashekhe tu barabarani kwa sababu mtu kavaa barakashia na kanzu, shekhe. Uislamu ulivyo ili mtu awe shekhe, zile fununi ambazo atakiwa azisome ili sasa huyu ni shekhe. Nyinyi mfanya masiara nyinyi, kwa lazima awe na maarifa makubwa, na ndio anaweza kulizungumza neno ukaona hapa huyu kajuaje, huyu hapa mahala pake ndipo hasa kwa ile taaluma. Acheni kudharau elimu ya dini nyinyi, acheni kudharau kabisa kwamba sasa unajua ukisoma dini unakuwa una jicho moja mpaka ongeze la pili. Lipi hilo? Mbona nyinyi mazungumza tu kuhusu mambo ya dini, hamna macho kabisa? Dunia hamjui, dini hamjui. Lakini unajua kwa sababu tu kuna kutia Kiingereza pale, ndio watu fulani wanasema wajua nyinyi wa Tanzania hamjui Kiingereza. Wewe Kiingereza kilikusaidia nini? Yaani wajifakhiri na lugha ya mkoloni. Yaani mpaka leo yani wewe ukikao wajua bwana unajua Kiingereza. Wajua Kiingereza cha kusaidia nini? Maisha yako duni. Ulimwengu shahara hapo. Acha kujipalilia na kujifakharisha na lugha za kikoloni. Achana mambo hayo, ni ujinga, ulimbukeni. Hatusemi kwamba mtu kujua lugha nyingine ni jambo lisilofaa.
jua, jifunze kwa malengo fulani, lakini ni utumwa kuishabikia lugha ya mwenzako ambayo haikusaidii chochote. Wataalamu zamani ulikuwa nchi na nchi, kama wakati wa kuingia mikataba haikuwa mkalimani pale, sema hivi sema hivi sema hivi. Kwani wewe fikiri hapo zamani ilikuwa Mchina wakati wa kuingia mikataba na Mrasha wazungumza lugha gani? Kiingereza. Kila mmoja azungumza lugha yake. Mfaransa na Mwingereza wanazungumza Kiingereza, Mfaransa azungumza lugha yake, Mwingereza azungumza lugha yake. Wewe tu sasa suala la kuwa shekhe au padri kazungumza akati Kiingereza pale kwamba ndio wala mtaalamu, hakuna chochote hicho, ni ujinga tu. Nataka kusema kwamba Waislamu, taaluma kwetu ipo katika dini yetu, na hii taaluma yetu inaweza kutuongoza katika njia ya sawa sawa kwenye kuijua dini yetu na dunia yetu. Tusijidharau. Kama unataka kujua kuziba pancha, kasomee kuziba pancha. Kama unataka kujua sijui kufuga kuku, kasomee ufugaji kuku. Lakini lazima uijue dini yako itakuongoza vipi katika maisha yako kila siku. Na wala usije ukaona kwenye Uislamu hilo halipo, lipo. Ni watu tu wamezembea katika kuifuata elimu ya dini yao. Sasa baada ya kulisema hili na kwamba sisi lazima tujue historia yetu ili tuweze kukabiliana na mawimbi haya, leo liko hili, kesho liko lile, lakini pia tusitumie jazba na lugha zisizofaa katika ufikishaji wa dini yetu. Tusimameni katika ule ustaarabu na maadili ya dini yetu. Tayari nafasi sisi tunayo ya ufikishaji wa da'wa hii, na walillahi alhamdu maneno yetu sisi yanaeleweka zaidi. Yani shekhi akikaa akizungumza jambo la dini, hata kama hakuandikiwa, atazungumza maneno ya kueleweka ya sawa kabisa. Na kuna wengine hata mpaka umuelewe azungumza nini. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, azungumza nini huyu? Enda huku arudi huku, enda huku arudi huku, huyu azungumza nini? Maudhui yake ni nini? Amdapatiliza nini? Amjui nyampatilize. Sasa uwezo wa sisi kukinaisha, utamwona mtu kijana mdogo tukapanda juu ya mimbar, amekaa mbele, anazungumza maneno kwa kituo yanaeleweka na hakuandikiwa na mtu yeyote. Wale bwana lazima patikane mtaalamu wa kuandikia, ana makorokoro chungu nzima hapo, asome hapo ndio aseme. Kinyume cha hivyo utasikia maajabu. Atoa tamko lililoandikwa tayari na kuhaririwa, wahariri 7. Sisi, mimi, sisi. Lakini mpe kipaza sauti tuwazungumze hivi hivi tu, utaona maajabu makubwa kabisa. Kwa hiyo nafasi ya ufikishaji sisi kwetu ipo. Tukaeni tulifikisha jambo hili bila ya mihemko wala jazba, ili Waislamu waelewe, ili Watanzania waelewe, na Afrika nzima ielewe, na kila anayezungumza Kiswahili aelewe kwamba mafunzo ya Uislamu katika hali hii ni haya, twapaswa kuwa hivi. Hili ni jambo jingine ambalo mimi nilikuwa ninawahusia ndugu zangu. Lakini jambo jingine, subra ni kitu cha msingi sana kwenye ulinganizi. Ukisimama na ukweli, wasiotaka ukweli wako tayari kukufanya chochote. Lakini sasa kwa sababu sisi tunaye Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa hai tukasalimika, alhamdulillah ala hadhihi neema, itakuwa ni ziada katika khairi na taa. Tukifa kwa sababu hii, basi alhamdulillah tumekufa katika jambo la khairi. Lakini wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala,
Ndio Qur'ani inatuambia hakuna nafsi yoyote itakayokufa isipokuwa kwa idhini ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hali yakuwa ni maandiko yenye kuwekewa muda. Basi qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana, waambie halitotusibu sisi ila lile ambalo Allah ametuandikia sisi, yeye ndiye Mola wetu. Tufanyeni sabr juu ya kheri hizi na juu ya ulinganizi, tusiogope, tusirudi nyuma, lakini lazima sisi tushikane, tuwe kitu hiki kimoja kwenye haki, jambo letu liwe moja, msimamo wetu sisi na mwelekeo wetu ni mmoja, na hivyo tunapotakiwa, na hasa tunapopigania maslahi ya umma wa Kiislamu. Tuwe kauli moja, msimamo mmoja, tuzungumze, usilolijua uliza. Hapo tutafanikiwa biidhnillahi alkarim. Ile saa imesimama pale naona. Kile nikitazama naona time ile tuibadiliki. Saa mbovu. Kwa hiyo mimi leo nataka nihitimishe maudhui yangu hapa. Nataka tujitambue kwamba sisi tuna nafasi kubwa katika hii jamii. Tutakiwa tuieleweshe kwa nafasi tulionayo kwa kadiri ya uwezo wetu. Akitokea mwingine akatuunga mkono, kheri. Hakutuunga mkono, sisi tumetekeleza wajibu wetu. Kwa hiyo insha Allah tutakuwa na silsila ya mihadhara inayoelezea jambo hili na hali tunayopitia, hatua moja baada ya nyingine kwa kadiri ya tutakavyojaliwa. Kwa ni silsila ya mihadhara kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine. Maana nilikuwa tufikiria ziara ndefu zaidi, tutembee zaidi, lakini sasa tuna majukumu ya kusomesha, tuna majukumu mengineyo. Tufanye kile kiasi ambacho kinawezekana. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Naomba mimi niishie hapa, na sidhani kwamba maneno haya makavu yanahitaji maswali. Nasallallahu ta'ala lana at-tawfiq was-sadad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.